Tusalimiane, pia tupongezane kulingana na hali ambayo tunaipitia kila siku katika nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, na ninafikiri si katika nchi ya Kongo peke yake, ni karibu katika nchi za Afrika zote kuna matatizo, na pia ulimwenguni kote, maana labda unajua kwamba ulimwenguni sio nafasi ya raha. Tupongezane kwa sababu ya malalamiko na manunguniko ya hapa na pale kila siku. Hii ni majira na nyakati katika mtindo huu wa audiovisual, ambapo tunaambatanisha masemi na picha ya msemaji. Ni uchambuzi wa masuala ya siasa yanayokuwa yakijiri katika nchi tuishimo, yani nchi ya Kongo. Bila shaka katika majimbo ya mashariki, na majimbo ya mashariki ni Kivu ya Kusini, Kivu ya Kaskazini, Ituri, Maniema na Tanganyika hasa. Lakini pia majimbo ya mashariki, mahala ambapo Kiswahili kinatumiwa, ni kutoka Kisangani hadi huko Katanga. Ni zaidi ya majimbo 11 miongoni mwa 26 inayoiunda Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia. Hebu kwa sababu nasema lugha ya Kiswahili, nipate kumsalimu mmoja katika wale ambao wamekuwa sijui kama kufunuliwa ili kujaribu kupatia Kiswahili na wote wanaokitumia nguvu, ikiwa kama ni chama kingine ambacho imekuwa ni nyongeza ama partenaire wa AFC M23. Nimemuona Bwana Hari Musa Kitoko akitangaza matangazo yake kama president mondial wa wote wanaotumia lugha ya Kiswahili kutoka mashariki mwa Kongo, na hapo alikuwa akilaumu zoezi linaloendelea kuzorotesha usalama katika nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Nimekusudia kuingia hewani tena leo ili nikukumbushe au tukumbushane kwamba imekuwa siku 100 kwa Kiswahili kingine tangu jimbo la Kivu ya Kusini, yani mji wa Bukavu na wilaya 4 ziwe mikononi mwa